إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه فقد فاز المتقون. بعد يكمهمد الله سبحانه وتعالى kadhalika muombe sala na salama mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa Allah wasiyatul awwalin wal akhirin. Usia huu wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndio usia wa wale wa mwanzo na waliokuja kwa hali ya kuchelewa ambao ni sisi. Ibadallah, enyi waja wa Allah, shahru Shaabana muqaddimatun li shahri Ramadhana. Mwezi wa Shaabani ni utangulizi wa mwezi wa Ramadhani. Wa huwa shahrun lilistidad li shahri Ramadhan. Na huu mwezi wa Shaaban upo kwa ajili ya maandalizi ya mwezi wa Ramadhani. Alistidadu lis-sawmi was-salati wa tilawati al-Qur'ani was-sadaqati wa hudhuri majalis al-ilmi. Maandalizi ya funga, maandalizi ya kuswali, maandalizi ya kusoma Qur'ani, maandalizi ya kutoa sadaka na maandalizi ya kuhudhuria vikao vya elimu. Fa'ani Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ya Rasulullah lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Usama radhiallahu anhu alisema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, mtume wa Allah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasum min Sha'ban. Sijawahi kukuona wewe unafunga sana katika miezi mingine kama unaofunga katika mwezi wa Sha'ban. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, dhalika shahrun yaghfalu an-nasu anhu. Mwezi wa Sha'ban ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao, baina Rajabin wa Ramadhan. Na huu mwezi wa Sha'ban uko baina ya mwezi wa Rajab na mwezi wa Ramadhani. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin.
Na mwezi huu wa Shaaban ni mwezi ambao matendo ya waja yananyanyuliwa kwa Allah, Mola wa walimwengu wote. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana saimun, kwa hiyo mimi napenda yanyanyuliwe matendo yangu hali ya kuwa nimefunga. Kwa hiyo tunaona Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwenye kukithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban, na akaleta sababu ya kufanya hivyo. Akataja sababu mbili. Sababu ya kwanza ni mwezi ambao watu wanakafilika nao, mwezi ambao watu wanafikiria zaidi Ramadhani kuliko huo mwezi wa Shaaban. Kwa yeye akawa ni mwenye kuhuisha na akawa anakathirisha kufunga, kwa sababu watu wengi wanakuwa wanakafilika nao. Lakini vile vile mwezi wa Shaabani ni mwezi ambao matendo yanakuwa yananyanyuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na dhahiri yake ni matendo ya waja ya mwaka mzima. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anakithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban kwa hali ya kupendelea matendo yake yanyanyuliwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa akiwa ni mwenye kufunga. Wa fi sahihi al-Bukhari, na katika sahihi al-Bukhari, ani Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kutoka kwa mama yetu Aisha radhiyallahu ta'ala anha, annaha qalat, hakika yeye amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu, wama raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam istakmala siyama shahrin qattu illa ramadhana, wama raaituhu fi shahrin akthara minhu siyaman fi Shaaban. Mama yetu Aisha anatuelezea hali ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ilivyokawa. Anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anafunga mpaka tunasema ufungaji huu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam hatufungua, ikiwa na maana funga za sunna. Wa yuftiru hatta naqula la yasum, na Mtume alikuwa anafungua mpaka tulikuwa tunasema kwamba hatokuja kufunga tena. Wama raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam istakmala siyama shahrin qat illa Ramadhan, na sijamuona Mtume sallallahu alayhi wasallam akikamilisha mwezi mzima kufunga isipokuwa mwezi wa Ramadhani peke yake. Wama raaituhu fi shahrin akthara minhu siyaman fi Shaaban, na sijamuona katika mwezi ambao alikuwa anakithirisha mno kufunga isipokuwa katika mwezi wa Shaaban. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam mwezi ambao alikuwa anaufunga wote ni mwezi wa Ramadhani, lakini mwezi ambao alikuwa anakithirisha mno kufunga ikawa haachi isipokuwa siku chache ni mwezi wa Shaaban. Limadha? Qala Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, anasema Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, shahru ramadhana huwa muqaddimatun li shahri Ramadhan, wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yukthiru fihi min as-siyami isti'dadan wa ta'dhiman li shahri Ramadhan. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Anasema shahru Shaaban, mwezi wa Shaaban ambao leo tuko ndani yake, huwa muqaddimatun li Ramadhan, ni utangulizi wa mwezi wa Ramadhan. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yukthiru fihi min as-siyam, anakithirisha katika mwezi wa Shaabani kufunga, istidadan wa ta'dhiman li shahri Ramadhan, kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya mwezi wa Ramadhan, na vile vile kwa ajili ya kuadhimisha mwezi wa Ramadhani unaofuata. Kwa hiyo tunaona katika maandalizi ya kuingia katika mwezi wa Ramadhani ni sunna mtu kufunga katika mwezi wa Shaabani, kama ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa anafanya. Fasa'iddu ibadallah fi hadha ash-shahri li shahri Ramadhan. Kwa hiyo enyi waja wa Allah, jiandaeni kwa ajili ya huu mwezi huu wa Shaaban, au jiandaeni kwa ndani ya mwezi huu wa Shaaban kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani unaofuata, kwa kufanya mambo ambayo mpaka mnaingia katika mwezi wa Ramadhani
mwezi wa Ramadhani utakuwa ni mwepesi kwenu ninyi kwa kufanya yale ambayo yako ndani yake. Wakala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, na amesema al-Imam an-Nawawi, siyamu Sha'bana kasunnati al-qabliyati li shahri Ramadhana wa huwa tadribun lin-nafsi ala as-siyami wat-ta'ati. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Imam an-Nawawi anasema siyamu Sha'bana, funga ya mwezi wa Sha'ban, kasunnati al-qabliyati li shahri Ramadhan, ni kama vile sunna ya kabla ya mwezi wa Ramadhan. Wa huwa tadribun linnafsi ala siyam, huu mwezi wa Shaaban kufunga kwake ni mazoezi ya nafsi kwa ajili ya funga ya mwezi wa Ramadhani, wa taa, na kwa ajili ya kuipa nafsi mazoezi kwa ajili ya taa katika mwezi wa Ramadhani. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo huu mwezi tuliokuwa nao, mwezi huu wa Shaaban, tusikafiriki nao, bali tufanyeni mambo ya taa, ikiwemo jambo la kufunga kwa ajili ya kujiandaa kuupokea mwezi wa Ramadhani. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum lima fihima min al ayati wal hikma. aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah azza wa jalla, innahu faqad faza almuttaqun. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna lilmuttaqina mafaza. Na kuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika swala la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah katika Qur'ani anasema hakika wana wale wenye kumwogopa Allah na kumcha Allah kufaulu. Ibadallah, enyi waja wa Allah, wakadhalika marinu anfusakum ala qiyamil layl, vile vile katika mwezi huu wa Shaaban zipeni mazoezi nafsi zenu juu ya kusimama usiku, liyashula lakum alqiyamu fi Ramadhan, ili iwe wepesi kwenu ninyi kuswali tarawehe katika mwezi wa Ramadhani. Simameni usiku, swalini kwa ajili ya Mola wenu, kwa ajili ya kujiandaa na mwezi wa Ramadhani, ili tarawehe iwe nyepesi kwenu. Wakadhalika sta'iddu li shahri Ramadhan bikathrati qira'ati alquran fi hadha ash-shahr, lakini vile vile jiandaeni kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani kwa kukithirisha kusoma Qur'an katika huu mwezi wa Shaaban, liannahu shahru qira'ati alquran, kwa sababu huu mwezi wa Shaaban ni mwezi wa kusoma Qur'an, waliannahu shahru alqurra'i, na kwa sababu mwezi wa Shaabani ni mwezi wa wasomi wa Qur'an. Qala Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, amesema al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, kana almuslimuna idha dakhala Shaabanu akabbu ala almasahif, walikuwa waislamu unapoingia mwezi wa Shaaban wanaelekea kwenye misahafu yao kwa kusoma. Haya yote ni kwa ajili ya kuweka nafsi sawa sawa na katika hali ya uimara pale mwezi wa Ramadhani utakapokuwa ni wenye kuingia. Wakana Amr ibn Qais rahimahullahu ta'ala idha dakhala Sha'banu aghlaqa hanutahu wa tafarraga liqira'ati alquran, na alikuwa Amr ibn Qais unapoingia mwezi wa Shaaban anafunga duka lake na kutenga muda kwa ajili ya kusoma Qur'ani. Alikuwa anatumia mwezi wa Shaaban kwa ajili ya kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na alikuwa ni mfanyabiashara mwenye duka, lakini mwezi wa Shaabani unapoingia alikuwa anafunga duka lake na kutenga muda kwa ajili ya kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala Salama ibn Kuhayl rahimahullahu ta'ala, na amesema Salama ibn Kuhayl rahimahullahu ta'ala,
kana yuqalu shahru Shaaban shahrul qurra, ilikuwa inasemwa kuwa mwezi wa Shaabani ni mwezi wa wasomi wa Qur'an. Kwa hiyo huu mwezi huu Waislamu kithirisheni kusoma kitabu cha Mola wenu kwa ajili ya kujiandaa na mwezi wa Ramadhani. Wakala Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, na amesema Ibn Rajab al-Hanbali, walamma kana Shaabanu kalmuqaddimati liramadhana shuri'a fihi ma yushra'u fi ramadhana min as-siyami wa qira'ati al-Qur'ani liyahsula at-ta'ahub litalaqi al-Qur'an litalaqi Ramadhan wa tartadi an-nufus bidhalika ala ta'ati ar-Rahman. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Anasema walamma kana Shaaban, pindi ulipokuwa mwezi wa Shaabani, kalmuqaddimati li Ramadhan, ni kama utangulizi wa mwezi wa Ramadhani, shuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadhan, imefanywa sheria katika mwezi wa Shaaban yale ambayo yamefanywa sheria katika mwezi wa Ramadhani, minas siyami, miongoni mwa kufunga, wa qira'ati al-Qur'ani, na kusoma Qur'an, liyahsula at-ta'ahub litalaqi Ramadhan, ili kupatikane kujiandaa kwa ajili ya kupokea mwezi wa Ramadhani, watartadhu an-nufusu bidhalika ala ta'ati ar-Rahman, nazizoe nafsi juu ya hayo, juu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa huu mwezi ambao tuko nao ni mwezi wa sisi kufanya maandalizi kwa ajili ya kuingia katika mwezi wa Ramadhani. Wakadhalika alladhina tawaffarat lahum shurutu wujubi zaka, na vile vile wale ambao yamekusanyika kwao masharti ya kutoa zaka, fa alaihim ikhrajuha fi hadha ash-shahr, ni juu yao kutoa zaka katika huu mwezi. Qala Ibn Rajab, qala Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, amesema Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, kana almuslimuna idha dakhala Shaaban akabu ala almasahif wa akhraju az-zakah. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Walikuwa Waislamu unapoingia mwezi wa Shaaban walikuwa wanaelekea kwenye misahafu na walikuwa ni wenye kutoa zaka. Kwa hiyo wale ambao masharti ya kutoa zaka yamepatikana kwa wao, basi wao ni wenye kutoa zaka katika huu mwezi wa Shaabani. Wakadhalika kathratu sadaqa, vile vile kukithirisha kutoa sadaka katika huu mwezi wa Shaaban, liyasta'idda almuslim li shahri Ramadhan liyaf'al akthar min dhalika, ili ajiandae muislamu kutoa sadaka zaidi katika mwezi wa Ramadhani kuliko anavyotoa katika mwezi wa Shaaban. Huu mwezi huu Waislamu inatakikana wakithirishe kutoa sadaka. Kadhalika utakavyoingia katika mwezi wa Ramadhani, ukarimu wao kutoa sadaka uzidi zaidi na zaidi, kwa sababu hata Mtume sallallahu alayhi wasallam ukarimu wake katika mwezi wa Ramadhani ulikuwa ni mkubwa zaidi kuliko miezi mingine iliyosalia. Wabitali Waislamu, kaeni kwenye majlis za kielimu ili mjifundishe mambo yanayofungamana na mwezi wa Ramadhani, na hayo hayawi isipokuwa katika mwezi wa Shaabani. Kwa hiyo katika hili kuna wito kwa mashekhe, maduati, walimu kuweka darasa katika mwezi wa Shaabani kwa ajili ya kuwafundisha Waislamu yale yanayohusiana na mwezi wa Ramadhani, na ni juu ya Waislamu kuhudhuria hizo darasa kwa ajili ya kufahamu hukumu mbalimbali zinazofungamana na mwezi wa Ramadhani. Kwa huu mwezi tuko nao, mwezi wa Shaabani, ni maandalizi kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani. Tuzoeshe nafsi zetu juu ya toa ili utakapofika mwezi wa Ramadhani ufike hali ya kuwa sisi nafsi zetu zishazoea jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.